Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Manchester United bado ipo kwenye nafasi nzuri ya kufuzu kushiriki ligi ya mabingwa Ulaya licha ya kupoteza mchezo muhimu dhidi ya Leeds United wiki hii. Kikosi hicho kinachonolewa kwa sasa na Michael Carrick kina pointi muhimu ambazo zinawapa matumaini makubwa ya kurejea kwenye mashindano hayo makubwa barani Ulaya baada ya kukaa nje kwa misimu miwili. Sare dhidi ya Chelsea mwishoni mwa wiki inaweza kuwasogeza karibu zaidi na kufanikisha lengo hilo mapema kuliko ilivyotarajiwa. Hata hivyo, mafanikio hayo yanaweza kuibua changamoto mpya ndani ya klabu hiyo, hasa kuhusu hatma ya baadhi ya wachezaji waliotolewa kwa mkopo. Majina makubwa yanayotajwa zaidi ni Andre Onana pamoja na mshambuliaji Marcus Rashford, ambaye wote wanacheza kwa mkopo katika vilabu tofauti msimu huu. Uongozi wa United unatarajiwa kufanya maamuzi mazito kuhusu mustakabali wao mara baada ya msimu kumalizika. Andre Onana, ambaye alisajiliwa kwa ada kubwa kutoka Inter Milan, kwa sasa anacheza Trabzonspor ya Uturuki ambako ameonyesha kiwango kizuri. Kipa huyo raia wa Kameruni ameichezea timu hiyo mara 26 na kusaidia kupambana kwenye nafasi za juu ya ligi licha ya kuondoka Old Trafford akiwa amepoteza nafasi. Taarifa zinaeleza kuwa bado anaamini anaweza kurejea Manchester United na kupigania nafasi yake tena. Chanzo cha karibu cha mchezaji huyo kimeeleza kuwa Onana yupo tayari kurudi Manchester United wakati wa maandalizi ya msimu mpya, kwamba bado ana uwezo wa kuwa sehemu ya kikosi. Hata hivyo, hali hiyo inaweza kuwa ngumu kutokana na ushindani uliopo kwa makipa wengine ndani ya timu. United pia wanaangalia gharama za mshahara ambazo zinaweza kuongezeka endapo ataingia ligi ya mabingwa. Kwa upande wa Marcus Rashford, mshambuliaji huyo kwa sasa anaendelea vizuri akiwa na Barcelona ambako tayari amefunga mabao 6 katika ligi ya La Liga. Barcelona wana nafasi ya kumnunua moja kwa moja kabla ya tarehe 15 mwezi Juni kwa dau la pauni milioni 26. Wengi wanaamini kuwa mabingwa hao wa Hispania hawatahitimisha dili hilo, ingawa bado kuna majadiliano kuhusu masharti ya mwisho ya uhamisho huo. Manchester United wanajua kuwa kama Rashford atarejea Old Trafford mwishoni mwa msimu, atakuwa ni miongoni mwa wachezaji wanaolipwa mshahara mkubwa zaidi klabuni. Hilo linaweza kuwa tatizo kwa sababu klabu tayari imekuwa ikibeba mzigo wa mishahara ya baadhi ya wachezaji waliopo kwa mkopo sehemu nyingine. Sir Jim Ratcliffe amewahi kuonesha kutoridhishwa na matumizi makubwa ya fedha kwa wachezaji ambao hawapo kwenye mipango ya muda mrefu ya timu. Kwa sasa United hawataki kuzungumzia hadharani hatima ya Onana na Rashford mpaka watakapohakikisha nafasi ya kurejea ligi ya mabingwa, lakini pindi msimu utakapomalizika, mazungumzo rasmi yataanza kuhusu mustakabali wa nyota hao wawili. Kinachoonekana wazi ni kwamba mafanikio ya Manchester United uwanjani yanaweza kufungua sura mpya ya maamuzi magumu nje ya uwanja. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.